Mchezo tumeutazama kwenye aina zote za kiuchambuzi. Polisi wametoka na faida ya alama 3 lakini pia na magoli mawili, kitu ambacho mchezo kipindi cha pili ndio umeamuliwa kwa eneo kubwa zaidi. Nafikiri mabadiliko ya wachezaji wa Polisi aliyofanya timu ya Polisi kuonekana kucheza kwa bora zaidi na kutumia nafasi walizozipata na kuhakikisha timu yao inapata alama 3. Eneo la ulinzi la Big Man alikuwa vizuri kwa leo. Walikuwa wamefanya makosa mengi zaidi. Kati ya makosa mengi ambayo wameyafanya, mawili yamezaa magoli. Ukiangalia aina mpira, goli la kwanza linafungwa, unakuja unadondoka kwenye eneo ambalo goalkeeper na mlinzi wake wa mwisho kila mmoja anamtegemea mwenzake kwenda kuokoa, lakini mwisho wa siku mshambuliaji anakuja anapata goli. Lakini mpira wa pili unapigwa kutoka kwenye goli la mpinzani mpaka goli la Big Man, unaona kabisa mshambuliaji anapata nafasi ya kushoot bila hata kufanya jambo lingine lolote tofauti na vile kulitazama goli na kufunga. Kwa hiyo maeneo yote ya magoli yote mawili unaona kabisa kwamba eneo la ulinzi halikuwa bora zaidi. Nao walipata nafasi, lakini kuzibadilisha nafasi kuwa magoli ndio ilikuja kuwa kipengele zaidi mara baada ya safu ya ulinzi ya Polisi kufanya makosa kadhaa, na ndicho ambacho kimewapelekea Polisi Big Man kukosa magoli ambayo waliyapata. Nafasi 2 mpaka 3 hivi walizipata, lakini mwisho wa siku imeshindwa kuconvert kueleka kwenye magoli. Bado safari ni ndefu sana haya championship. Big Man, Polisi wote kila mmoja yupo kwenye target zake. Kama si kupata ubingwa ama kupanda kwenda kwenye ligi kuu, basi angalau asalie kwenye championship, kuweka malengo kwa ajili ya msimu ujao. Walimu wa timu zote mbili wanayo kazi ya kufanya sana kwa ajili ya vikosi vyao kwa mechi zao nyingine ambazo zinafuata. Big Man leo hii kidogo mashabiki pia walikuwa na muhemko mkubwa sana mara baada ya kuonekana kuna baadhi ya wachezaji wamecheza tofauti na vile ambavyo wamewazoea. Siwezi kuwasemea zaidi, hiki ni kipindi cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini pia na kwa lazima huenda wapo kwenye toba ya namna hiyo. Kwa hiyo hayo yote yametokea, lakini nafikiri tuitazame tena mechi nyingine zinazokuja kwa upande wa Big Man lakini Polisi. Mimi nawatakia kila laheri kwa timu zote mbili kwenye malengo ambayo wamejiwekea. Hapo Mbala ukiangalia kwa namna ambavyo Big Man wamecheza leo, aina ya magoli ambayo wamefungwa, ukizingatia hasa ile goli la kwanza inaonekana kama vile ni uzembe wa mawasiliano kati ya golikipa lakini pia na beki, na kumekuwa na magoli ya aina hiyo Big Man wamekuwa wakifunga. Unahisi shida ni nini? Shida ni kuna shida kwenye goalkeeping ama Polisi Tanzania waliweza kucheza na nyakati zaidi? Naendelea kurejea tena pale. Eneo la ulinzi bado halijawa bora zaidi kwao, na nafikiri mlinzi ambaye anacheza kwenye eneo la katikati Dayum tushazoea kumuona akicheza kwenye eneo la pembeni. Kwa hiyo kuna wakati mpira unapokuja kwenye eneo ambalo anatakiwa afanye clearance, kama atakuwa kwenye mguu wake dhaifu zaidi, mguu wa kulia, tofauti na ule mguu wa kushoto ambao ni bora zaidi, nafikiri kuna eneo atakuwa hayupo sahihi. Lakini pamoja na goalkeeping kuonekana kuwa bado hajafanya vizuri, lakini kwangu ninasema eneo la ulinzi bado halijawa vizuri. Ushirikiano wao umekuwa chini zaidi. Nilitazama pia mechi yao dhidi ya Geita Gold, aina goli ambao walifungwa linafanana aina ya magoli mawili ambao leo hii wamefungwa. Yote kila mmoja akimwachia mwenzake afanye clearance. Ndipo ambapo wanasema Minzilo bado ana kazi kubwa sana ya kufanya. Kocha Minzilo ana kazi kubwa sana ya kufanya kuona eneo lake la ulinzi linaendelea kuwa bora. Nina imani bado anaendelea kufanya kazi na anaendelea kuhamasisha vijana wake. Umeona mara baada ya kufungwa goli la kwanza aliwaambia twendeni tukacheze tena, tufungwa goli la pili sasa twendeni tukacheze, kwa sababu ni mpira wa miguu, na mpira wa miguu makosa ambayo anafanya wewe ndio faida kwa mpinzani wako, na kitu ambacho kimetokea. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa Mashujaa TV.